Baada ya kanisa Katoliki duniani kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francis ambacho kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, basi kumekuwa na michakato mbalimbali ambayo inaendelea, na moja kati ya mchakato uliokuwepo ni jopo la makardinali kukutana kupanga tarehe maalum ambayo itakuwa ndo siku ya kumzika Papa. Sasa siku ya jana jopo la makardinali lilikaa na kuamua tarehe ya mazishi ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, na yamepangwa kufanyika siku ya Jumamosi katika kanisa kuu la Mtakatifu Bikira Maria Mkuu. Vatican imetangaza kuwa waumini wataanza kuuaga mwili wa Papa Francis siku ya Jumatano katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter, siku chache baada ya papa huyo maarufu kufariki dunia na umri wa miaka 88. Makardinali wanakutana mjini Vatican kupanga maelekezo maalum kwa ajili ya mazishi ya Papa Francis. Argentina alikozaliwa Papa Francis imetangaza wiki ya maombolezo ya kitaifa, huku India ikianza siku 3 za maombolezo ya kitaifa hii leo. Wakuu wa nchi pamoja na falme wanatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Papa Francis katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter, huku rais wa Marekani Donald Trump akiwa na wa kwanza kutangaza kuwa atahudhuria. Sasa mchakato wa pili ambao unaendelea, ambao pia umezua taharuki ama gumzo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ni mchakato wa kumchagua papa mpya ambao wataalam wa mambo wanasema unaweza kuwa na athari kubwa kwa kanisa Katoliki na waumini wake bilioni 1.4 duniani. Mchakato huu unaofanywa na baraza la makardinali katika Kapela ya Sistine unatarajiwa kuwa mgumu kutabirika, kwani 80% ya makardinali walioteuliwa na Papa Francis si wa mtazamo mmoja wa kifedhina au wa kisiasa. Yupo Kardinali Pietro Parolin wa Italia, katibu wa Vatican chini ya Papa Francis, ameonekana kuwa miongoni mwa wagombea wakuu. Ametajwa kuwa na uwezo mkubwa wa kidiplomasia na uongozi, lakini msimamo wake dhidi ya ndoa za jinsia moja unaweza kuibua maswali kwa watu wengi ambao wanaofuatilia huu mchakato kinagaubaga. Kardinali Luis Antonio Dagil wa Ufilipino, anayejulikana kwa mtazamo wa kijamii na huruma kwa wahamiaji, ni miongoni mwa wagombea waliotajwa hata mwaka 2013. Ingawa anapinga utoaji wa mimba, ametoa wito wa kanisa kutafakari upya msimamo wake mkali kwa makundi ya pembezoni. Vile vile yupo Kardinali Frederic Ambongo wa DRC, askofu mkuu wa Kinshasa na mfaidhina wa kitamaduni na mpinzani wa baraka kwa ndoa za jinsia moja. Hata hivyo, anaunga mkono uhuru wa kidini na kushirikiana na dini nyingine. Vile vile Kardinali Peter Turkson wa Ghana, aliyetajwa pia mwaka 2015, ni mufaidhina lakini alipinga adhabu dhidi ya mashoga Ghana. Ana historia kipekee ikiwemo kuwa mwanamuziki wa zamani. Mchakato huu unaweza kutoa papa wa kwanza kutoka Afrika kwa karne nyingi au papa wa pili kutoka Asia. Hata hivyo, kama msemo wa Kiitaliano unavyosema, aingiaye kwenye mchakato akiwa papa hutoka akiwa kardinali. Hii ni michakato miwili ambayo hivi sasa inaendelea, moja ukiwa ni mchakato wa kupanga maandalizi ya mazishi, lakini pili ukiwa ni mchakato wa kumtafuta papa mpya. Na safari hii Afrika inatajwa hasa kuwa miongoni mwa bara ambalo linaweza kutoa papa ambaye ataliongoza kanisa Katoliki duniani. Mimi naitwa Evans Kaz. Endelea kuifuatilia Chomoza TV kwa ajili updates nyingi ambazo tutakuwa tunakupatia kuhusiana na hili jambo ambalo limetikisa na kugusa ulimwengu, la kuondoka kwa aliyekuwa msimamizi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 88.